بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أولياء الأجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, maudhui yetu ya leo kama ambavyo imetangulia kusemwa na kutangazwa inahusu tariku sala, na jambo la mwanzo kabisa ambalo ni muhimu kulijua kabla ya kuingia ndani katika maudhui hii ilikuwa ni kumjua nani hasa huyu tariku sala, kwa sababu ni jina ambalo tumelizoea kulitaja, tumezoea kulisikia, lakini kulifahamu ndio mtihani. Watu wengi wanaweza wakawa wanalifahamu tofauti na hasa lilivyokusudiwa. Kwa hivyo kitu cha kwanza kabisa tunajiuliza masuala matatu ili kuweza kujua nani tariku sala. Tariku sala ni mwenye kuacha sala, lakini nani mwenye kuacha sala? Kwanza kabisa, je, ni mwenye kuacha sala moja kwa moja, hasali moja kwa moja kabisa, au mwenye kuacha sala ni yule mtu ambaye baadhi ya wakati anasali na baadhi ya wakati hasali, au huyu ambaye anasali baadhi ya wakati na baadhi ya wakati hasali ana afadhali kuliko yule aliyekuwa hasali moja kwa moja? Pia tuliuze swali la tatu, je, mtu ambaye hahudhurii katika sala ya jamaa, pengine anasali nyumbani au anasali sehemu nyingine, au hata kama anakwenda msikitini lakini hasali sala ya jamaa, nani hasa anayekusudiwa tariku sala? Nikaangalia baadhi ya kauli za mashekhe kuhusu nani mwenye kuacha sala. Wanazungumza kwamba wote hawa aina tatu tuliozungumza wanaingia katika jumla ya mwenye kuacha sala. Kwa hivyo mtu aliyekuwa hasali moja kwa moja ni tariku sala. Mtu ambaye ameacha sala moja tu, pengine yeye ni kawaida zake sala zote anasali, lakini sala moja hiyo haisali, naona haisali kabisa, au hasali kwa jamaa msikitini, anasali nyumbani, basi huyu anaingia katika grupu la wenye kuacha swala. Na mtu ambaye ameacha sala ya jamaa, hasali kabisa, au baadhi ya sala hasisali, baadhi ya sala anasali, huyu pia anaingia katika grupu la wenye kuacha swala. Kwa hivyo anasema kulluhum yutlaqu alaihim hadha al-ism, wote hao jina hili la mwenye kuacha sala linawakumba, na wote hao wanakuwa wako hatarini kuingia katika moto, waliyadhu billah, kwa kitendo hicho ambacho wanakifanya.
Tukitoka hapo tukitaka kuangalia athari au hatari za mwenye kuacha sala, basi kwanza kabisa katika muhadhara wetu uliopita tulizungumza zile faida za mwenye kusali. Kwa hivyo ili kuzijua hasara za mwenye kuacha sala, basi zile faida zote anazozipata mwenye kusali, basi ukiziondoa ndio tunapata kujua hatari ya mwenye kuacha sala. Kwa mfano tulizungumza kwamba moja katika faida za mwenye kusali ni kwamba anajenga mahusiano mazuri baina yake yeye na Allah, anaweka mawasiliano mazuri baina yake yeye na Allah, pia anakuwa anapata hifadhi ya kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na madhambi, kutokana na makosa, kutokana na uadui. Ya yote ni katika faida. Sasa katika hasara za kuacha sala ni kwamba yote hayo anayakosa. Anakosa hifadhi, anakosa mawasiliano, anakosa namna ya kutatua matatizo yake, kukabiliana na matatizo yake ya kimaisha na kijamii. Anakosa khashyatullah, unyenyekevu wa Mwenyezi Mungu anaokosa. Anakosa mahabbatullah, yani mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kupendwa na Mwenyezi Mungu anayakosa, na badala yake anajenga uadui baina yake na Allah. Pia mwisho tulimalizia miftahu aljanna, kwamba sala ni miftahu aljanna. Kwa hivyo yeye anakosa miftahu aljanna, na kwa hivyo moja kwa moja anakuwa amejihalalishia yeye kuingia katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. Kwa hivyo hizo bila kuzirudia moja moja ndio mambo ambayo yanamkuta mtu mwenye kuacha sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'an aya nyingi kabisa zinazoashiria hasara kubwa atakayoipata mwenye kuacha sala, kama vile katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, amesema Mola wenu, niombeni ili nikujibuni, nikuitikieni dua zenu. Hakika wale ambao wanatakabbar na ibada zangu, basi wataingia katika moto wa jahannam wakiwa madhalili kabisa. Katika aya hii njia ya kutodia dalili kuonekana kuonyesha ubaya kuacha sala ni kwamba wale ambao aya mwanzo imesema kwamba duuni astajib lakum, yani niombeni nikuitikieni nikujibuni dua zenu. Kwa hivyo duuni, Mwenyezi Mungu anatuita kwamba tumuombe, na katika tuliposoma darasa yetu ya sala mwanzo tumesema kwamba sala maana yake ni dua. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu alipotuambia niombeni, anakusudia kwamba salini, kwamba muombe dua. Kwa hivyo musali, kwa sababu sala ndio uti wa mgongo wa ibada zote, kama ilivyosema ad-du'a mukhul ibada, na dua ndio uti wa mgongo wa ibada yote ile. Kwa hivyo wale ambao wanatakabbar na ibada zangu, hawataki kuniabudu, hawataki kuniomba, hawataki kusali, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wakiwa madhalili kabisa. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhadithia mjadala utakaotokea wakati watu watakapoingizwa katika moto. Malaika watakapoona watu wengi wanaingia katika moto, watawauliza wale watu, ma salakakum fi saqar, kitu gani kimekuingizeni katika moto? Wale watu watajibu, qalu lam naku minal musallin, watajibu sisi tulikuwa si miongoni mwa wenye kusali. Kwa hivyo hiyo inaonyesha wazi wazi ubaya wa kwamba watu wasiosali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia moto wa jahannam, kama aya ambavyo inatueleza. Pia aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba suala la kuacha sala moja kwa moja linakuwa ni katika sifa ya wanafiki, kama tulivyoona katika mhadhara wa mwanzo wa sala kwamba wanafiki hawamkumbuki Mwenyezi Mungu kwa wingi, na wakisimama kwa kusali wanasimama kwa uvivu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba
baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, hakika wanafiki wanamkhadaa, wanafanya vitendo vyao kwa kumkhadaa Allah, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa huwa khadi'uhum, naye anapindua khadaa zao. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, wakisimama katika sala wanasimama kwa uvivu. Yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, wanawaonyesha watu na wala hawamtaji Mwenyezi Mungu ila kwa uchache kabisa. Anasema mudhabdhabina baina dhalika la ilaha haulai wa la ilaha haula, yani ni watu wenye kuyumba yumba baina ya huku na huku, hawako pamoja na waumini, hawako pamoja na Waislamu. Anasema haulai waman yudhlilillahu falan tajida lahu sabila, na yote yule ambaye ameachiwa kupotoka na Allah, basi hutopata njia ya kuweza kumwokoa. Kwa hivyo moja kwa moja suala la kuacha sala linapelekea unafiki kwa mwenye kuwa na tabia hiyo. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika aya nyingine, anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Anasema wakafuatia baada yao wafuasi ambao walidharau na kupuuza sala, katika swala lao la kupuuza sala, wattaba'u ash-shahawat, wakafuata matamanio ya nafsi zao, basi fasawfa yalqawna ghayya, basi wataingia katika moto huo unaoitwa ghai. Kwa hivyo hapa tumeona jinsi gani kwamba suala la kupuuza sala na kuziacha sala linapelekea kwa mtu mwenye kufanya hivyo kufuata matamanio ya nafsi yake na kutawaliwa na matamanio ya nafsi yake, nafsi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha maovu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa man taba wa amana wa amila saliha faulaika yadkhuluna aljannata wala yudhlamuna shay'a, isipokuwa wale watakaotubia wakamwamini Mwenyezi Mungu na wakafanya matendo mema, basi hao wataingia katika pepo na wala hawatadhulumiwa chochote kile walichokifanya katika kheri. Kwa hivyo suala la kuacha sala kwa mujibu wa aya tuliyosoma hivi sasa inapelekea mtu kufutawaliwa na matamanio ya nafsi yake, nafsi ambayo tumeambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni yenye kuamrisha maovu. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Maun, anasema fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamnauna almaun, adhabu kali itawafikia wale ambao wanaswali, wenye kusali ambao sala zao wanazisahau, wanazitoa katika wakati wake. Alladhina hum yuraun, hao ni miongoni mwa watu ambao wanajionyesha kwa watu sala zao na wanazuia misaada midogo midogo kwa watu wenye shida. Kwa hivyo watu waliokuwa hawasali au hawasali inavyopasa, moja kwa moja wanakuwa na udhaifu wa roho kiasi ambacho wanashindwa hata kuwasaidia watu misaada midogo midogo ambayo haigharimu chochote. Pengine mtu anakuja kuomba chumvi, kitu ambacho ni thamani duni kabisa anayo, lakini atamwambia jirani yake sina. Ni athari mojawapo inayopelekea kutokana na mtu kwamba haswali au haswali inavyotakiwa. Tukija katika upande wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazozungumzia kuhusu maudhui hii, vile vile ni nyingi, lakini miongoni mwa hizo qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Anasema ahadi iliyopo baina yetu sisi na baina ya makafiri ni sala, yoyote atakayeiacha
faqad kafar, huyo amekufuru. Hadithi hii imetolewa na Imam Ahmad, wameitoa pia Ahlus Sunan, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tena katika kauli nyingine, baina ar-rajuli wa baina al-kufr baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa shirk tarku as-salah, baina ya mtu mu'min na baina ya ukafiri na ushirikina ni kuacha sala. Atakayeacha sala atakuwa amekufuru, atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anahadharisha kwamba kuacha sala kunapelekea katika ukafiri na kunapelekea katika ushirikina. Mwenyezi Mungu atulinde na hayo. Tukija katika upande mwingine, hadithi mwingine kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, siku moja, annahu dhakara as-salata yawman baina ashabihi, alikuwa akizungumzia kuhusu sala wakati fulani baina masahaba zake, waqala man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yawm alqiyama, yeyote yule atakayehifadhi sala basi atakuwa na nuru, atakuwa na ushahidi wa kuokoka kwake, na ataokoka, atapata uokovu siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidh alaiha, na atakayekuwa hakuihifadhi sala, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan, hatakuwa na nuru, hatakuwa na burhan, wala hatakuwa na uokovu. Anasema wahushira yawm alqiyamati ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf, na atafufuliwa siku ya kiyama mtu mwenye kuacha sala, atafufuliwa na Fir'aun, atafufuliwa na Haman, atafufuliwa na Qarun na Ubay bin Khalaf. Wanazuoni wengine wamesema kwamba kufufuliwa na watu hawa si kwamba kila mmoja atafufuliwa na wote hao, lakini kila mmoja atafufuliwa na mmoja kati ya hawa. Kwa mujibu wa maelezo ya baadhi ya wanazuoni, wanasema yule ambaye atashindwa kusimamisha sala kwa sababu ya kwamba yeye ni kiongozi wa nchi, pengine ni raisi, pengine ni mfalme, basi sala akawa hakuweza kuitekeleza kwa sababu ya ufalme wake, basi atafufuliwa na Firauni la'natullah. Na mwingine atakayekuwa hakuweza kuisimamisha sala kwa sababu alikuwa ni waziri, yani wasaidizi wa wafalme, wasaidizi wa maraisi, pengine ni waziri, pengine ni mbunge, unaona, pengine ana cheo fulani katika uongozi katika serikali, hili likamfanya akajishughulisha sana na mambo hayo ya uongozi mpaka akashindwa kusimamisha sala, basi atafufuliwa na Hamana la'natullahi alayhi. Na wengine watakuwa wameshughulishwa na kazi zao, ana kazi nyingi, haziishi kazi zake, kwa hivyo anashindwa kusali, anashindwa kutekeleza sala kama inapaswa kwa sababu ya kazi. Asubuhi yuko ofisini, mchana yuko ofisini, jioni yuko ofisini, hana muda wa kusali kwa sababu ya kazi, kama alivyokuwa Qarun la'natullahi alayhi, basi na yeye atafufuliwa na Qarun. Na wengine wanasumbuliwa, hawawezi kusimamisha sala kwa sababu ni watu wafanya biashara, wana biashara kubwa kubwa, kwa hivyo yeye kila wakati anashughulikia kuuza, anashughulikia kununua, anapokea mizigo, anatoa mizigo, anawasiliana na matajiri wenzake wafanya biashara kubwa kubwa, vikao hivi na vile, mpaka inakuwa kwake ni uzito kusimamisha sala, kama alivyokuwa Ubay bin Khalaf, ni kafiri mkubwa mfanya biashara. Basi kwa sababu ya hivyo atafufuliwa na Ubay bin Khalaf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe kufufuliwa na watu hawa ambao ni rasul kufr, yani hawa ni viongozi wa ukafiri katika zama zao. Kwa hivyo inaonyesha wazi wazi kwamba mtu mwenye kufufuliwa na hawa, basi moja kwa moja huyo naye anakuwa ni pamoja nao katika ukafiri, na asingekuwa hivyo basi asingefufuliwa na hao. Hadithi nyingine, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma ukhalifa ila manazili qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum. Anasema nilitamani niamrishe mtu
niamrishe sala ikimiwe, naona kisha mimi nitoke niende katika majumba ya watu ambao hawashuhudii katika sala ya Ijumaa, nikaunguze nyumba zao zote, walikuwa hawashuhudii, hawahudhurii katika sala za jamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau kama isingelikuwa watoto, wanawake na watu wazima wasiojiweza, basi ningelilifanya jambo hili, lakini kwa sababu ya kuwahurumia watu wa aina hizi tatu, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiepusha. Na lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam isingekuwa hao, basi angelitekeleza swala hili, na lisingetekelezwa hili isipokuwa ni kwa sababu suala la kuacha sala ni suala kubwa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa siku moja na kipofu, akasema, ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar, naona mimi ni mtu ambaye ni kipofu, sioni, walaysa li qaidun yaquduni ila almasjid, na mimi sina kiongozi wa kuniongoza kwenda msikitini kusali sala ya jamaa. Afatajidu li ruhusa an usallia fi albayt, je, unanipatia mimi ruhusa ya kusali nyumbani? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumuona kwamba ni kipofu, tena anakaa mbali na msikiti, na mji anaokaa una hatari za wanyama, wadudu wabaya baya, akamuonea huruma, akamwambia naam. Yule kipofu alipokuwa anataka kuondoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita tena, akamwambia hapana, rudi. Akamuuliza, hal tasma'u nida, je, uko uliko unasikia adhana? Akamwambia ndio, nasikia adhana. Akamwambia faajib da'i Allah, basi itikia wito wa Mwenyezi Mungu na uhudhurie msikitini, uhudhurie msikitini. Kwa hivyo kuonyesha kwamba suala la kuhudhuria msikitini, tena kusali sala ya jamaa, ni lazima, ni lazima, ni lazima, na mtu asipofanya hivyo moja kwa moja anakuwa amejitoa katika kheri zote zile ambazo tumezitaja kwa mtu ambaye anazipata, mtu ambaye anasali. Tukiendelea pia katika hadithi nyingine, mtu mmoja ambaye alikuwa akiitwa Ummul Fadl alikuja kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu, akamuuliza, ya Ibn Abbas, anasema unaonaje? Anasema kuna mtu, inna rajula yasumu nahara wa yaqumu llaila. Huyu mtu bwana ni Muislamu safi kabisa, anasali, anafunga mchana, funga mbalimbali za sunan, na anasimama usiku kisimamo cha usiku kwa ajili ya kusali, ghaira annahu la yahdhuru aljamaa waljum'a. Kwa hivyo unaonaje mtu kama huyu ambaye tatizo lake yeye hahudhurii sala za jamaa na hahudhurii sala ya Ijumaa? Vipi mtu huyu? Ibn Abbas akasema, huwa finnar, huyo mtu ni wa motoni. Huyu bibi, huyu Ummul Fadl akapata wasiwasi mkubwa, ikawa mwezi mzima anakuja kwa Ibn Abbas, anamwambia, ya Ibn Abbas, hebu nifafanulie tena, huyu mtu anafunga vo mchana, anasimama usiku kwa ajili ya kusali, na tatizo lake ni kwamba hahudhurii jamaa tu na Ijumaa. Anamwambia huwa finnar, mwezi mzima kila akija anauliza swala hilo, na Ibn Abbas anamwambia huyo ni motoni, hakuna wasiwasi wowote, jawabu ndio hilo hilo. Kwa hivyo kuonyesha kwamba suala la kuacha sala ni suala ambalo ni zito kabisa, ambalo linawajibisha mtu kwenda katika moto wa aliyadhu billah. Mwenyezi Mungu atukinge na tatizo hilo kubwa. Sasa hebu tuangalie hukumu. Tumeangalia hapa baadhi ya dalili mbalimbali za Qur'ani, za Sunna, kuonyesha ubaya wa hili jambo lenyewe la kuacha sala. Lakini sasa tukiangalia hukumu ya huyu mwenye kuacha sala, nini hukumu yake katika sheria? Kwa mujibu wa aya na dalili za hadithi ambazo tumezisoma na nyinginezo ambazo hatujasoma, zinaonyesha wazi wazi kwamba inna tarika salati kafirun, hakika mwenye kuacha sala huyo ni kafiri. Tena kafiri wenyewe, kafiri ni mushrik. Naona mshirikina, kafiri mshirikina,
wa in kana ghairu jahidin biha jahidun laha, hata kama atakuwa si mwenye kuikanusha hiyo sala. Yani haikanushi sala, anajua kwamba sala ni wajib, anajua kwamba sala ni fardh, anajua kwamba sala ni nguzo ya Kiislam, lakini kwa sababu ameacha kusali, haisali, basi huyo ni kafiri, tena ametoka katika mila ya Kiislam kwa mujibu wa hadha huwa qaulu al-mukhtari inda al-muhaqqiqina, na hii ndiyo kauli iliyochaguliwa kufanyiwa kazi kwa watu wachambuzi na watu watafiti min ahli ilmi, katika wanazuoni wamefanya hivyo, wametoa rai hiyo. Anasema liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyosema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, yani ahadi iliyopo baina yetu sisi na baina yao ni sala, akiacha mtu kusali amekufuru. Wadhahaba ba'dhu ahli al-ilm, lakini wamekwenda baadhi ya watu wa elimu ila annahu yakunu asiyan ma'siyatan kabira waja'alu hadha al-kufr kufran asghar au kufru ni'ma au fasiq. Yani baadhi ya wanazuoni wamekwenda katika msimamo kwamba mwenye kuacha sala anakuwa sio kafiri, lakini anakuwa asi au maasia, tena maasia makubwa. Na wanasema kufru hii sio kufru ile kubwa, lakini ni kufru ndogo. Wengine wakasema kufru ni'ma, yani amekufuru neema za Allah. Ama wanasema man qala la ilaha illa Allah thumma jahada wujuba as-salah, nasema kafar walam tanfa'uhu qawluhu la ilaha illa Allah. Wengine wanasema kwamba yule ambaye atasema la ilaha illa Allah, baada ya kusema la ilaha illa Allah, ikisha akakanusha uwajibu wa kusali, akasema sala si wajib, sala si lazima, sala si fardh, sala haina faida yoyote, yani anakanusha kuwepo kwa sala moja kwa moja, huyu moja kwa moja anakuwa ni kafiri tena mushrik, na anatakiwa aadhibiwe kama tutakavyoeleza. Anasema walam tanfa'ahu qawluhu la ilaha illa Allah, na wala ile kauli yake ya kusema la ilaha illa Allah haitomnufaisha chochote kumtoa katika ukafiri, madam amekanusha na kusema kwamba sala hakuna. Kwa hivyo hawa watu wawili, mwenye kuiacha sala bila ya kuipinga kwamba si fardhi, na mwenye kuiacha sala kwa kuipinga na kusema kwamba hii si fardhi wala haipasi mtu kusali, hawa wana hukumu tofauti tofauti. Tuanze na hukumu ya, wana adhabu tofauti tofauti. Tuanze na adhabu ya huyu ambaye anaiacha sala lakini haikanushi kwamba si wajibu wala si fardhi. Huyu yeye hukumu yake anasema atakuwa anatakiwa kuleta toba, atafuatwa, aambiwe atubie. Naona atubie, ataambiwa mara ya kwanza, ataambiwa mara ya pili, ataambiwa mara ya tatu, lakini akikataa baada ya hapo akaonekana anaendelea suala lake la kuacha sala, basi huyo hukumu yake ni kuuliwa, na kuuliwa kwake anasema yuktalu haddan, anauliwa kwake kama ni adhabu ya kifo, kama aliyefanya kosa linalostahiki adhabu ya kifo, ingawa atakuwa amekufa katika Uislamu, yani atasaliwa na ataoshwa, atazikwa Kiislamu, na ile inakuwa ni kama adhabu yake. Ama yule mwenye kusema kwamba hii bana sala si fardhi, haina nafasi yoyote, yani anakanusha kuwepo kwa sala moja kwa moja, huyu yeye anasema anauliwa, hukumu yake ni kuuliwa murtaddan, akiwa amertadi. Kwa hivyo anauliwa na hatozikwa Kiislamu, hatosaliwa, hatooshwa, atafukiwa tu kuondosha mzoga kama mizoga mingine, kwa sababu huyu yeye amekanusha kuwepo kwa sala, tofauti na yule ambaye ameiacha sala kwa sababu ya kupuuza, lakini anajua ufardhiyat as-sala, anajua kwamba sala ni wajib,
na inampasa, lakini kwa sababu ya uvivu na kwa sababu ya dharau ndio maana ameacha kuswali. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo wanavyuoni wametofautiana katika kueleza mwenye kuacha sala, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake yako wazi kabisa, hayakuonyesha mwenye kuacha sala kwa kuipinga wala hayakuonyesha mwenye kuacha sala kwa dharau, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amekata moja kwa moja kwa kusema man tarakaha faqad kafar, mwenye kuiacha sala amekufuru. Na Mwenyezi Mungu tunamuomba atuepushe na balaa hili la kuacha sala, na anatakiwa mwenye kuwa amefikiwa na swala hili basi arudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ajitahidi wakati wowote pale inaponadiwa sala basi afike msikitini kwa ajili ya kusali tena sala ya jamaa. Na katika hili tutaona kwamba maelezo yote tuliyoyatoa haya yametolewa kwa mujibu wa Waislamu wanaume, lakini hebu tugusie kidogo kuhusu wanawake wao vipi kuhusu sala, na hususan kwa sababu tumetaja sala ya jamaa. Kwa hivyo wanawake wao kusali sala ya jamaa kwa wao si lazima, bali imetolewa ruksa, wanaweza wakasali sala ya jamaa, wakenda msikitini wakasali sala ya jamaa, na wanaweza wakasali nyumbani kwao, lakini kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusali kwao nyumbani ni bora zaidi kuliko kwenda msikitini. Lakini wakitaka kwenda msikitini basi wameruhusiwa, na hivyo ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kuambia wanaume kwamba la tamna'u ima Allahi masajid Allah, yani msiwazuie vijakazi vya Mwenyezi Mungu, vijakazi vya kike vya Mwenyezi Mungu, msiwazuie misikiti ya Mwenyezi Mungu pale watakapoamua kwenda kusali jamaa msikitini, iwapo watakuwa wanatoka wakiwa wamejistiri vizuri nguo zao, wamejiepusha na manukato, naona wanakwenda kwa heshima, basi katika hali kama hiyo wasizuiliwe kwenda msikitini kusali. Ama lakini mwanamume akiwa atamzuia mke wake kwamba asali nyumbani kwa sababu yoyote ile, pengine kwa sababu anampenda sana, kwa sababu ya vivu, akaona bwana amzuie, basi anayo haki hiyo, lakini ajue vile vile kwamba kuna katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam linasema kwamba msiwazuie vijakazi vya Mwenyezi Mungu na msikiti pale watakapopenda. Kwa hivyo kwa wanawake wao fardhi wanatakiwa waitekeleze kama inavyotakiwa, lakini waitekeleze nyumbani, na ikiwa watakuwa wana heshima na wameruhusiwa na waume zao, basi wanaweza kuisali hiyo sala msikitini. Nimejaribu kuifupisha hii mada kwa sababu nilikuwa nahisi kwamba watu watakuwa na hamu kuweza kuchangia mambo mengi katika hili, kwa sababu sala kama nilivyosema kwamba tumezoea tu kusikia mtu mwenye kuacha sala, lakini ufahamu wa mwenye kuacha sala umekuwa ni mgumu kwetu, kiasi ambacho mtu mmoja nilimuuliza kuhusu habari ya mwenye kuacha sala, nikamuuliza akasema kafiri. Kamuuliza kama kafiri, hukumu ya kafiri ni vipi? Akanieleza hukumu ya kafiri. Nikamwambia, je, hapa wewe ushashuhudia kwamba watu mwenye kuacha sala hawamsalii, hawamziki kikawaida kama vile ambavyo wanazikwa wenye kusali? Akaniambia sijashuhudia. Sasa je, hapo tunafanya nini? Tumetekeleza amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake au tumeiacha? Akashindwa kunijibu. Kwa hivyo inshallah mpaka hapo niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitoe fursa kwa wanaukumbi waliohudhuria ili tuweze kuchangia na kujadili mada hii, tuweze kupata faida zaidi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona wengine watatuma message kuuliza maswali yao. Mimi kuna vipengele ulivizungumzia pale mwanzo, ulisema kama ukatoa sababu tatu zile, na ukasema kama mtu hata kama ataswali ndani anahesabika kuwa ni tayari kuswala. Hebu kidogo hii nifafanulie kidogo, hii nataka nijue vipi, yani mtu anayeswali ndani pia kuwa anahesabika kuwa ni tayari kuswala. Naam, hiyo ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la salata li jari almasjid illa fi almasjid, hana sala jirani wa msikiti isipokuwa msikitini. Kwa hivyo akisali kwake nyumbani
hana sala, nafahamu, isipokuwa asali msikitini sala ya jamaa. Ndio maana tukasema hivyo kwa sababu kama nilivyosema kwamba suala la kusali jamaa msikitini ni fardhu aini, ni fardhi ya lazima ya kila mmoja. Na kama tulivyoitoa ile hadithi ya yule mwanamke alikuja kumuuliza Ibn Abbas, mtu ambaye hasali Ijumaa wala jamaa vipi? Akamwambia huyo ni motoni. Ndio maana tukasema kwamba huyu ni sawa sawa na alikuwa hasali kabisa kwa kusali kwake nyumbani, asiende msikitini. Na ile hadithi inayosema kuwa kuna daraja ni vipi vile? Kwa daraja 20 ngapi asali ndani, daraja 20 ngapi msikitini? Sasa ile ni kwamba mtu ambaye atapata dharura, ni kawaida yeye hakatai kusali sala jamaa, anataka kusali jamaa, lakini akakimbilia akaikosa ile sala ya jamaa, naona akachelewa, pengine alikuwa mbali, kwa dharura ambazo tunazo, nakimbilia kusali ukaikosa. Kwa hivyo ukifika utasali peke yako, lakini utakuwa hukupata daraja walizozipata wenzio. Kwa hivyo tofauti mtu ambaye anasali jamaa, anakimbilia sala ya jamaa, lakini kwa bahati mbaya akakosa, na mtu ambaye kawaida yake yeye hana umuhimu na kusali jamaa, kawaida yake kwamba yeye anadharau kusali jamaa, wala yani ni kawaida yake kwamba yeye hahudhurii jamaa. Sasa huyu moja kwa moja tunasema huyu hana sala. Naona wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi inshallah. Shukran Ustadh kwa maelezo yako mazuri. Jamani, ni wakati wa kuuliza maswali sasa. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye ana swala lake linalohusu mada hii, kwanza usitoke nje ya mada. Swala lolote linalohusu kwa mada hii ambayo tuloisikia, basi tunamkaribisha aweze kuuliza swali lake na inshallah Ustadh ataweza kumjibu. Halo, mimi na swali. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu. Ustazi kaongea hapo, kasema yule ambaye aliacha sala kauliwa, ambaye alikuwa anakubali kama ni umuhimu wake wa swala, mtu anatakiwa swali, lakini yeye akawa haswali akauliwa. Swala langu ni kwamba ile adhabu yake ndio inakuwa ishaishia pale, akienda huko baadaye anakwenda peponi au inakuwaje? Au adhabu inaendelea? Inshallah. Haya, nalijibu inshallah. Adhabu hizi, hukumu za duniani zinamazikia hapa duniani, lakini adhabu za akhira zinaendelea. Na mara nyingi hukumu zinazopitishwa hapa duniani zinakuwa ni kwa ajili ya kuwafaa wale wengine walioko hai, waone kwamba ubaya wa ile kosa ni kuuliwa, ni kifo. Kwa hivyo ili wapate mawaidha, na ndio maana zile adhabu zinatakiwa zifanywe hadharani, mchana kweupe, watu wanaona, wanashuhudia, ili iwe ni funzo kwa wengine waathirike na ile hukumu pale. Lakini adhabu ya yule aliyofanyiwa pale bado itakuwa inaendelea. Akifika huko mbele ya Mwenyezi Mungu ataadhibiwa tena kwenda motoni kwa sababu ya kosa lile, ila itakapokuwa mtu yule amehukumiwa, lakini baada ya kwamba kaleta toba, tena toba ya kweli kweli. Kama aliyekuwa kawahi kuleta toba, Mwenyezi Mungu atamsamehe, itakuwa basi ya huko imekwisha. Lakini hakuwahi kuleta toba, hakutubia, akauliwa, basi moja kwa moja ile adhabu itakuwa inaendelea pia baada ya kuondoka hapa duniani. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi inshallah. Naam, shukran Ustadhi kwa majibu yako. Hapa kuna mtu kauliza swali jingine. Je, kuna tofauti gani kwa anayeswali nyumbani na asiyeswali kabisa? Maana kwa mada ya leo wote wanaingia katika kundi la wasioswali.
Nadhani ustadhi utakuwa umelisikia swala lake. Je, kuna Sasa tofauti gani kwa wanayoswali nyumbani na asiyeswali kabisa? Maana kwa mada ya leo wote wanaingia katika kundi la wasioswali. kabisa kabisa. Naam. Kwa hivyo hapo inakuwa hakuna tofauti, nafahamu wote ni matariku sala na wote adhabu yao ni moto, kama tulivyoona fatwa ya Ibn Abbas alipoulizwa na yule mwanamke Ummul Fadhl, mwezi mzima akawa anakwenda na kurudi, anamwambia bwana, huyu anasimama usiku kuswali sala za sunna, tena anafunga mchana, lakini hahudhurii jamaa tu, huyu hahudhurii Ijumaa tu. Ibn Abbas akamwambia huyo ni motoni. Sasa hii inatuonyesha kwamba sawa sawa na yule mtu asiyosali kabisa, hawana tofauti, wote hukumu yao ni motoni. Na kama tulivyosema, hata hukumu yao ya hapa duniani, yustatabu 3 marat, wanatakiwa walete toba mara 3. Wakiwa wamekataa kutubia mara 3, hukumu yao kifo, wauliwe. Kwa hivyo hawana tofauti yao, hawana tofauti. Yule kaacha kilichoamrishwa na huyu mwingine anakifanya kwa namna atakayo yeye, sivyo vile ilivyoamrishwa. Unaona? Kwa hivyo ukifanya kitu kinyume na vile ulivyoamrishwa, ni kama kwamba hukufanya kabisa, ndio makusudio yake. Kama vile mtu ambaye anatakiwa kutoa zaka yake anatakiwa atoe 1000, naona, lakini yeye akatoa 900, naona, na 99 na senti 99, kitu kama hivyo, 900 na senti 99, kitu kama hivyo akatoa, basi huyo ni kama kwamba hajatoa kabisa. Ukipunguza senti tu katika ulichotakiwa kutoa, ni kama kwamba hujatoa. Kwa hiyo lazima utoe kamili, unaona, kuliko bora utoe uzidishe kuliko kupunguza. Ukipunguza basi ni kama ambaye hujatoa. Naam, shukran ustadhi kwa majibu yako ya masuala haya. Jamani, tunaendelea na kuuliza maswali. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye ana swali lake basi anaweza kulisema hapo, au kama anasikia shida basi anaweza kuandika na tutalisoma swali hilo. Assalamu alaikum, na swali mie sasa, yani na swali alafu kishajibu hilo swali pia kuna yani hapo hapo ni maswala yanaingiliana. Kuna ile anasema kama kwa mfano umeacha yani kuna sala ulisahau kuisali, sasa watakiwa ukikumbuka uisali au ndo ishapita tena hiyo usubirie adhabu tu tena? Haya, inshallah swala hilo limejibiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema mwenye anasema man nasiya an salatin, anasema man nama an salatin au nasiyaha, yani mtu atakayelala mpaka sala ikapita, au nasiyaha, au alisahau ile sala mpaka akakumbuka wakati wa sala ushapita, anasema falyusalliha idha dhakaraha fadhalika waqtuha, aisali pale atakapoikumbuka, muda huo huo aisali. Fadhalika waqtuha, kwa yeye itakuwa ndio wakati wake. Nafahamu. Kwa hivyo ikiwa utakuwa umelala ukaja ukashtuka wakati umepita, umesahau ukaja ukakumbuka wakati ushapita, hapo hapo usifanye shughuli nyingine yoyote ila uisali ile sala. Naona, na huo utakuwa ndo wakati wako, na Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim, yani Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Naona, kwa hivyo inatakiwa mtu suala la kusali nyumbani isiwe ndiyo kawaida, bali iwe ni dharura kubwa imetokezea, ndio anaweza kusali nyumbani bila ya jamaa, lakini awe na hima ya kuisali msikitini. Na hizi adhabu zote tuzitaja hizi
ni kwa watu ambao ni mwenendo wao na maisha yao wao kusali nyumbani, sio wale watu ambao wanapata dharura hizi na hizi. Wale waliopata dharura, Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim jamani. Naona manake nimemwona mtu hapa anasema kama hali yenyewe ndio hivi basi tumeumia. Hapana jamani, ni kwamba hapa tunazungumzia watu waliokuwa ni mwenendo wao kusali nyumbani. Lakini kama mwenendo wako ni kusali msikitini jamaa, ikitokea dharura ukachelewa, basi unaweza kusali na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Naona, lakini tunakusudia watu isiwe ndio mwenendo wao kusali majumbani wakaacha kwenda kusali jamaa. Iwapo jamaa msikiti upo unasaliwa, naona tofauti na wale watu ambao pengine hapana msikiti au msikiti uko mbali, adhana huisikii, iko tofauti sana. Inshallah. Alafu sasa hapo nataka niulize sasa, mwanzo ulisema kama mtu ambaye hajasali jama, yani mwanamume, yani hapo nakusudia ambao hajasali jama, sala yake haikubaliki. Sasa hiyo sala ambayo aliacha au kaisahau hawezi tena kuisali jama. Kwa hiyo sasa hiyo, au hiyo ni exceptional, yani haihusiani na ile. Hiyo sasa ni dharura. Hiyo sasa ni dharura. Wewe upata dharura kisheria yani kuchukua na usingizi ni dharura kisheria, umesahau ni dharura kisheria. Unaona? Kwa hivyo hiyo inakufanya wewe usali hivyo hivyo, na kuna dharura nyingine za kisheria. Pengine umepanda chombo cha usafiri, pengine ni gari, pengine ni treni, basi umepanda ndege. Sasa huwezi kusali kikawaida mule ndani, huwezi kupata jamaa mule ndani, basi utasali hiyo shukua ni dharura ya kisheria. Naona utatia udhu au utatayamam, utakaa kwenye kiti hapo hapo ulipo, utasali hivyo hivyo ulivyo kwa ishara mpaka utamaliza kusali bila kusali jamaa. Lakini kwa sababu hiyo tayari ni dharura ya kisheria, utasali vipi? Au pengine mtu mahabusu ukafungwa ndani ya chumba, hamna maji, hamna chochote, ishafika wakati wa kusali, utafanyaje? Utasali hivyo hivyo. Sasa hizo zote hizi ni dharura za kisheria. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mimi nauliza swala moja. Tunafanya kazi sehemu ambayo hapana msikiti au msikiti upo kama 10 minutes walk. Sie tu pale tukaamua tumchague imamu yetu atusalishe bila kuna msikitini. Vipi hapo? Kwa sababu msikiti uko mbali, au sio? 10 minutes walk, si mbali sana hivyo. Hizo dakika 10 pengine na kazi zenu zina yani hamtaki kuondoka muda mrefu. Naona nakumbuka kuna hadithi, sijui kama nitaikumbuka vizuri Kiarabu chake, lakini Kiswahili chake nakumbuka kwamba anasema watu watakapokuwa wako katika mashamba yao, wako katika kazi zao mashambani huko mbali na msikiti, naona pengine huko, manake vile tunavyozungumza kwamba man sami'a nida, yani mwenye kusikia adhana akasali msikitini. Ushafahamu hiyo? Sasa adhana yenyewe ya kusikika iwe inaadhiniwa kwa mdomo, kama hapo ulipo msikiti ikiadhiniwa adhana kwa mdomo bila ya kutumia mic, unaisikia adhana, hapo ndipo unawajibika lazima kwenda kusali msikitini. Lakini masafa ulipo msikiti na hapo ulipo wewe, kwamba ikiadhiniwa kwa mdomo husikii, tayari ushapewa udhuru wa kwamba wewe unaweza ukasali hapo hapo ulipo bila kufuata msikiti. Kwa hivyo mtakapokuwa watu 2 watatu, na mchagua mmoja wenu anawasalisha, mnapata jamaa. Naona dini pesi bado haijawa ngumu ya kufanya ili jambo tulione zito. Unapokuwa katika makazi yenu na msikiti uko mbali kama hivyo, basi mnachagua mmoja wenu na kusalisheni, mnapata jamaa na mnapata kuepukana na dhima ya kutokusali jamaa. Je, yule anania kuna kusali adhuhur lakini ikatokezea dharura asiende kwa kazi, alafu akaja kaisali nyumbani, dharura mwenyewe pengine hajamaliza kazi za watu, au pengine katakuwa na mkojo,
inahesabiwa vipi? Yani kama swali la unajua inategemea hiyo dharura. Kwa mfano kama hiyo dharura ya kazi, naona kama mwajiri wako manake ndio analazimisha kwamba usitoke kwenda kusali, anakuzuia, hakupi muda wa kusali, na ikawa wewe huna ajira nyingine ya kutafuta maisha isipokuwa usali hapo. Kwa hivyo hizo ni dharura ambazo zinaweza zikachukuliwa, mtu akapata msamaha kwa sababu ndio hana jinsi, kwa sababu kuna moja katika kauli inasema man la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa alwajib, yani kitu ambacho wajibu hautaweza kutimia mpaka upatikane kitu hicho, basi ni wajibu kukifanya. Kwa mfano mie nataka kuishi maisha yangu ya kuweza kupata riziki niweze kuishi, lakini hamna sehemu ya kufanya kazi isipokuwa sehemu hii ambayo fursa ya kusali hapa haipatikani, na sina kazi nyingine isipokuwa nifanye kazi hii. Kwa hivyo itakuwa ni wajibu kufanya hapo kazi, ifanya kazi hapo, pata maisha yako, na alafu utasali kwa namna ambavyo utaweza kupata fursa ya kusali. Ukiweza kujiiba ukasali msikitini, sawa. Siku utakazokuwa hukuweza kwa sababu ya kuzuilika na hizo kazi hapo, pengine hupei fursa kutoka, basi utasali baada, lakini uhakikishe kwamba unasali katika wakati wa sala. Na kama mnakumbuka tulizungumza kwamba suala la kuchanganya sala, unaona, suala la kuchanganya sala hilo ni rehema Mwenyezi Mungu ametupa, kwamba ukipata fursa wakati mmoja kwenda kusali, kama la asiri la dhuhuri siwezi kutoka, lakini nitapata kutoka la asiri, basi ukitoka la asiri utasali la asiri na dhuhuri utachanganya. Yani tumepewa njia nyingi za kuweza kuepuka haya makosa ili alimradi tuepukane na haya makosa. Kwa hivyo unapochanganya sala, kwa hivyo ile sala moja utaisali kwa jamaa kwa kuchanganya, na hii sala nyingine utaisali peke yako kwamba umeichanganya na ile, Mwenyezi Mungu basi anachukua hiyo, na kwa sababu ya udhuru wako wa kuzuilika kutoka katika ile sehemu uliokuwa katika shughuli ya kazi, inakubalika, yani inakubalika. Sawa, nimekufahamu. Naam, shukran ustadhi kwa majibu mazuri na yenye ufafanuzi. Hapa kuna watu wameuliza maswala, naomba niyasome yote kwa pamoja, kwa sababu nadhani mengine katika ufafanuzi wako ni tayari umeshayajibu, lakini ni vyema mimi nikayasoma. Kama utahisi ulishajibu katika ufafanuzi wako, basi unaweza ukayaacha, na yale ambayo bado utaweza kuyajibu. Kuna suala moja linauliza, je, ikiwa mtu amefikwa na dharura asihudhurie masjid, je, ameingia kwenye kundi hilo ambalo hilo kundi la matariku salat? Na mwingine anauliza, sasa wengine tunaofanya kazi hakuna msikiti wala Waislamu wanaosali makazini kwetu, je, inakuwaje? Alafu huyu mwingine, haya ni maelezo, anasema kosa limeanza chuoni, hatukuambiwa kuwa katika shurti au nguzo za sala ni kusali jamaa au msikitini. Nadhani haya itakuwa ni maelezo. Sawa. Na swala la mwisho, sala ya jamaa ina idadi maalumu ya watu au zaidi? Tunaangalia wakati maswali na kuanza kuswali kabla kusubiri idadi fulani. Maana tumekuwa tukiona baadhi ya misikiti, ili jamaa ianze basi kigezo ni watu wengi na sio ule muda mahsusi wa swala ile. Hili litakuwa si swali, ni swali hili. Bila shaka hilo ni swali. Ngoja nilirudie tena, swala ya jamaa ina idadi maalumu ya watu au
sala ya jamaa ina idadi maalumu ya watu au zaidi tunaangalia wakati wa swala na kuanza kusali bila kusubiri idadi fulani? Maana tumekuwa tukiona baadhi ya misikiti, ili jamaa ianze, basi kigezo ni watu wengi na sio ule muda mahsusi wa sala ile. Haya ni maswali ambayo yaloulizwa hapa, yaloulizwa hapa pembeni. Kwa hiyo nadhani ustadhi utakuwa yafahamu Sawa yale sawa. ambayo uliona Eh, umeshayajibu, basi unaweza kuyaacha, lakini kama hayo mengine mengine juu. bado. Sawa sawa, hayo mengine juu tayari Na kuna tulishazungumza. swala la mwisho, je, ukiwa mtu alikuwa hasali kisha akatubu, je, swala zilizompita zinakuwaje? Azilipe au anasamehewa? Hili Haya, ni swali la mwisho lilokuja. swala zuri sana inshallah. Sasa tuanze hili la mwanzo. Hili la mwanzo ni kwamba yote mawili tunachunga watu wengi jamaa, na tunachunga wakati vile vile, na ndio maana katika misikiti yote imewekwa kwamba baada ya dhana wamejiwekea pale, wanasubiri dakika 10, wanasubiri dakika 15, wengine wanasubiri dakika 20, wanasubiri waongezeke, lakini kusubiri kwao kote wanachunga wakati usije ukatoka. Lazima wasali sala kwa wakati, ila wameweka muda wa kusubiriana ili waongezeke kuwa wengi. Kwa hivyo hiyo ni taratibu, tunachunga mambo yote mawili, tunachunga watu waongezeke na tunachunga muda usije ukatoka tusali. Lakini umeuliza swala kwamba je, sala jamaa ina idadi maalum? Idadi maalum hakuna, ila kuanzia imamu na maamuma, yani watu wawili wanaanza jamaa, imamu na maamuma mmoja, tayari hiyo inaitwa jamaa, wanaweza wakasali sala ya jamaa. Unaona, wakiendelea tena watatu na kuendelea ni kitu kizuri zaidi, lakini tunaanza hapo idadi ya jamaa. Alafu suala hili la ikiwa mtu alikuwa haswali kisha akatubu, je, swala zilizompita zinakuwaje? Kinachotakiwa, anatakiwa mtu asali, azilipe sala zote zilizompita. Kwa hiyo taangalia kwamba kama nimekosa kusali mwaka mmoja mzima, nilikuwa sijaanza kusali mie, kama ni mwaka mmoja, basi sala zote za mwaka mmoja uzilipe zote. Kama ni miaka miwili zote uzilipe. Naona kama ni mitatu utalipa miaka mitatu. Na namna ya kulipa ni kwamba utasali mara mbili, utasali sala mbili kwa muda wa miaka miwili. Kama ulikaa miaka miwili hujasali, basi ukija ukianza kulipa miaka miwili utazilipa kila sala, utasali mbili mpaka miaka miwili ishe, ili uwe umezilipa sala zote, kwa sababu hizo ni deni, naona liko juu ya shingo yako. Ingawaje pengine inawezekana, wako baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba utatubia, utamuomba Mwenyezi Mungu akusamehe, itakuwa basi umesamehewa, hutolipa. Pengine inawezekana wapo watu kama hao, lakini hata kama wapo, ikiwa wapo, sina uhakika vizuri, hata kama wapo, lakini angalia ihtiyat ni kwamba unatakiwa ufanye jambo liliokuwa la usalama zaidi. Utaona umepata tabu, umejituma, umehangaika, umechoka, lakini ni usalama zaidi kuliko kuchukulia wasamehewa. Ukishasema wasamehewa alafu ukaziacha, ikija ikiwa husamehewi na wewe ndio ushaziacha. Kwa hivyo uzuri ufanye jambo lile liliokuwa la uhakika, ambalo halitakuwa na hasara. Kwa hivyo ikiwa umezisali zile sala za mwaka mzima umezilipa, ukaja ukenda kule mbele ya Mwenyezi Mungu ikaambia hizi ulikuwa ushasamehewa, lakini wewe umezisali tena, itakuathiri nini? Haikuathiri kitu, kwa sababu ndio umezisali na Mwenyezi Mungu atazipokea na utapata mjira mkubwa zaidi. Lakini tofauti na kwamba ukachukulia kwamba ushasamehewa, nimetubia, nishasamehewa zilizopita, ukifika kule ukaulizwa, haya, hizi sala hizi siko wapi? Mimi nilifikiri nishasamehewa, ukaja ukakuta kwamba husamehewi. Kwa hivyo uzuri uchukue kile kitu kilichokuwa na ihtiyati zaidi ya kufanikiwa, kuliko kuchukua ihtiyati ama kuchukua msimamo ambao ikaja ikawa kinyume chake, ikaja ikawa umefeli. Inshallah. Shukran Sheikh Masud kwa majibu yako, na hapa tunaendelea kusoma maswala mengine ambayo yaliulizwa
Kuna mtu hapa anauliza, kuna hadith kaisema Ibn Abbas kwa yule mama, je, mimi nipo ugenini takriban mwaka mmoja, sisali jamaa wala Ijumaa, hapo nipo kwenye hilo kundi alilolitaja Ibn Abbas? Kitu utakuwa umefahamu hilo swali. Nimelifahamu vizuri tu. Sasa mtu aliyokuwa yuko ugenini tunasema huyo ni msafiri. Kwa hivyo yeye kwa sababu ni msafiri, basi yani anakuwa hana uwajibu wa kusali jamaa wala hana uwajibu wa kusali Ijumaa. Naona kwa sababu Ijumaa ni wajibu kwa mtu muwatin, lakini mtu aliyokuwa sio muwatin na kwa yeye si wajibu kwake. Ila ni vizuri akiwa tasali, ni vizuri. Kwa hivyo na mwenye msafiri anaruhusiwa kusali mathna rakaa mbili kwa zile sala ambazo zina rakaa 4 na anaweza kuzisali moja moja peke yake au kuzichanganya. Kwa hivyo na yeye pia anakuwa anapata unafuu huo, anakuwa hana uwajibu. Lakini ikiwa atajilazimisha kwenda kusali jamaa, akajilazimisha kwenda kusali Ijumaa, hiyo ni kheri kwake, anajiongezea. Lakini hukumu ya msafiri inajulikana kwamba mambo haya kwake inakuwa sio fardhi, bali inakuwa ni akifanya inakuwa ni jaiz kufanya, lakini inakuwa si lazima kwake kwa sababu yeye ni msafiri. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi inshallah. Naam, shukran. Na swala jingine limekuja, ikiwa huzijui idadi ya sala ulizozikosa, je, utafanyaje? Kama huzijui unakisia, je, nilikaa karibu siku ngapi? Nilikaa karibu siku 17, nafikiri siku 17, basi utafanya 20 ili kuhakikisha kwamba kile ulichokisia umekizidi kuliko kupungua. Au nilikaa mwezi mmoja na sijasali. Naona yani ukisie, kama hujui kiuhakika basi kisia, na unapokisia kuongeza kidogo ili usije ukapungua, inaruhusiwa kufanya hivyo. Mimi nataka niulize hapa swali moja. Je, endapo kama katika eneo ninalosali mimi kuna msikiti mmoja tu, na msikiti huo imamu ambaye anayesalisha hiyo jamaa, kwa mimi maanake binafsi namuona kama ana athari na hafai kusalisha, je, nichukue hukumu gani hapo mimi kama ni maamuma? Nimfate tu au ni sali pembeni? Hapo inakuwaje Sheikh? Hakuna kipengele kinachoturuhusu kuacha kusali jamaa kwa sababu ya mtu fulani ambaye pengine anasalisha, unamwona hukubaliani naye au hayuko mzuri, si mwadilifu au ni asi au vyovyote. Unatakiwa, Mtume sana anasema sallu khalfa kulli barin au fajir ma lam yudkhil fiha ma yufsiduha, yani sali nyuma ya kila muovu na mwema, itakapokuwa katika ile sala haingizi kitu cha kuharibu sala. Hicho ndio cha kuangalia. Kama haingizi kitu cha kuharibu sala, basi sali nyuma yake hata kama atakuwa muovu. Ama akiwa anaingiza kitu cha kuharibu sala ambacho sala itakuwa haisihi kwa kitu hicho, huyo unaweza kumwepuka. Na naweza nikasema baadhi ya mambo hapa niyataje. Kwa mfano, mtu unamuona anasali lakini ni musbil, yani musbil kwamba ni kanzu yake imerefuka mpaka chini ya vifundo, naona nguo yake ni refu, kanzu refu. Sasa huyu sala yake haisihi, huyu ni batil sala yake. Kwa hivyo huyu unaweza kujiepusha kusali nyuma yake, au ukasali na watu pamoja naye, lakini kisha baada ya sala ukasali tena ukakidhi ile sala ukailipa, kwa sababu pale unajua haikusihi kwa sababu yule alikuwa ni musbil, nguo yake ni ndefu, vitu kama hivyo. Au jingine, kwa mfano, kwa wale watu ambao wana kunuti. Naona kuna watu wanaokunuti katika sala, lakini kuna watu wengine hawakunuti katika sala, wakiamini kwamba kunuti si sunna.
au wengine wanasema ni sunna, lakini katika sehemu maalum. Kwa hivyo ikiingizwa hapa inaweza ikabatilisha sala, kwa sababu kuna watu, kuna kunuti ile maalumu iliyozoelewa, Allahumma adina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina sharra ma qadait. Ile imezoeleka, ile inajulikana. Lakini mtu baada ya pale kisha anaongeza dua nyingine kutoka kichwani mwake pale, ile kunuti ilifundishwa na Mtume, anaongeza nyingine yeye, anaongeza. Sasa katika hayo anaongeza hayo, anabatilisha ile sala. Pengine anasoma dua hazijui maana yake, anakosea. Pengine baada ya kuomba kheri anaomba shari, pengine anakufuru, lakini alimradi tu kwa kuwa anaongeza tu makunuti tena, sala inabatilika. Kwa hivyo katika hali kama hii akasali, kisha baadaye akasali peke yake, na kama anajua kama huyu ana tabia ya kuongeza makunuti, akaamua kumkimbia, akawa hasali nyuma yake, kwa sababu anaona anaingiza kitu ambacho kitaharibu ile sala. Kwa hivyo unaweza ukamkimbia kwa sababu unamwona anaongeza hizo kunuti mpaka mambo mengine ya kubadilisha sala huyu. Kwa hivyo unaweza ukaacha kwa sababu anaingiza kitu kinachofisidi sala. Lakini kama ni muovu lakini sala ni sali sawa sawa vizuri, unasali nyuma yake hivyo hivyo, hapana tatizo lolote, kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu ya'lam. Inshallah. Shukran Sheikh. Kuna swala jingine hapa linauliza kuwa tumeshuhudia baadhi ya watu kwa miaka mingi kidogo hawakuwa wakisali swala ya Ijumaa, lakini sala zingine zote walikuwa wakisali vizuri tu, lakini baadaye walikuja kukubali na kuanza kusali Ijumaa. Je, hawa wanatakiwa kuzilipa zile sala au wao wanaingia wapi? Pia tumeona baadhi ya maeneo baada ya kumaliza kusali Ijumaa wanasali tena dhuhuri. Hii ikoje? Haya, sasa sala ya Ijumaa necha yake na maumbile yake inavyosaliwa hailipiki. Huwezi kulipa sala ya Ijumaa. Sala nyingine unaweza kulipa, lakini sala ya Ijumaa kwa maumbile ya ilivyo ile sala huwezi kuilipa. Utalipa vipi sala ya Ijumaa? Hailipiki. Unaona? Kwa hiyo utalipa hizo nyingine, lakini sio sala ya Ijumaa. Lakini kabla ya hilo kuna swala nyingine hapa nyuma, nasema utaratibu gani wa kulipa, yani adhuhuri, ni sala ya dhuhuri nilizozikosa ile utaratibu wa kulipa. Yani ukisali ya dhuhuri baada ya sala ya jamaa, umesali dhuhuri pale unasali sala nyingine ya dhuhuri kulipa. Nafahamu kama uliacha mwaka mmoja, kwa hiyo kwa muda mwaka mmoja utakuwa unasali sala ya dhuhuri mara mbili, kwa sababu unalipa zile za nyuma zilizopita zile. Kwa hivyo utakuwa taratibu huo, utaweza kuzimaliza zile sala zote. Kama utasali mbili, utasali tatu, alimuhimu uwe na hesabu yako kamili ya kuweza kuzifuatilia na kuzilipa. Hiyo ndio hivyo. Halafu suala uliloniuliza hapa kwamba vipi umesema ile swala? Nimesahau ile swala. Ile la mwisho ni kuhusu wale yani kuna watu wanasali Ijumaa halafu wanasali ya dhuhuri. Naam, shalifahamu, shakumbuka. Suala la kusali Ijumaa na suala la kusali ya dhuhuri, naona kwa kweli wanaofanya hivyo ni kuchanganyikiwa, kwa sababu wanaosali hivyo ni kwamba wanaimani kwamba masharti ya sala ya Ijumaa hayakutimia. Kwa mujibu wa imani zao wanasema masharti ya kusali Ijumaa hayakutimia. Kwa hivyo kama hayakutimia, ina maana sala ile haisihi, kwa sababu masharti hayakutimia. Sasa kama masharti hayakutimia na haisihi, basi usisali sala ya dhuhuri, imeisha. Lakini masharti hayakutimia, unasali. Halafu ukisha kusali unasali ya dhuhuri, yani unafanya kitu kama kubahatisha, yani hivi au hivi. Sasa hivi haitakiwi katika dini. Ibada bwana, na wanasema ni thamaratul yaqin. Ibada ni matunda ya yaqini, ya uhakika, yani kwamba uwe na uhakika na unachokifanya. Kwa hivyo ukiwa unasali sala hii kisha ukasali hii, kwamba kama hii haikusihi basi hii, hivyo haiwi hivyo, unazibatilisha zote mbili kwa pamoja.
Yani ukifanya hivyo unazibatilisha zote mbili kwa pamoja, kwamba zote huna hakika nazo. Yani huna uhakika na hii Ijumaa, huna uhakika na hii ya dhuhuri. Haitakiwi uwe huna uhakika, unatakiwa uwe una uhakika na unachokifanya. Na uhakika dhuhuri inasihi, sali ya dhuhuri. Na uhakika Ijumaa inasihi, sali Ijumaa. Basi imeisha. Naona kwa hivyo wale kwa kweli ndo wana matatizo, ni tatizo hilo kwa kweli, haitakiwi kufanya hivyo. Naam, shukran. Ustadhi, Naam. nauliza swali la mwisho. Hivi kuna funga nyingine wasemehewa dhambi zako za miaka 80, miaka miwili? Sasa ukizifunga funga hizi unazotakiwa, si swala ulizozipita, si ushasemehewa pia madhambi yako? Vipi? Hebu nirudie hilo swala, sijakusikia vizuri. Kuna funga nyingine unazofunga utasemehewa madhambi yetu miaka miwili, kama funga Naam. hiyo inayokuja ya kesho kutwa. Naam. Hasa kama umekosa swala ya miaka miwili, si ushasemehewa hii madhambi yako ya miaka miwili? Ehe, swala zuri kabisa. Yale makosa yanayosamehewa namna hivyo yanakuwa ni makosa yale madogo madogo, lakini makosa makubwa kama kuacha sala hayasamehewi namna hiyo. Makosa makubwa yanakuwa yanasamehewa kwa toba, tena taubatan nasuha, na halafu kurejesha kile ulichokichukua, urejeshe kile ulichokiacha. Kama mtu umemdhulumu, urejeshe haki yake. Haitoshi kwamba umemdhulumu mtu ukasema kwa sababu nishasali, nishafunga funga ya Arafa, kwa hivyo nishasamehewa yule nilimdhulumu. Hapana, hivyo haiwi. Lazima utubie na urejeshe haki ya watu. Na kadhalika kuacha sala ni katika makosa makubwa, yanahitaji tauba, tena kwa kuainishwa. Sasa toba, natubia kosa fulani na kurejesha kile ulichokiacha. Haitoshi kutafuta vipengele hivyo vya kusamehewa alafu ukaviingiza hapo kwamba nitakuwa nishasamehewa. Yanayosamehewa hivyo ni makosa madogo madogo. Makosa makubwa makubwa yalzamu tauba wal qada, inalazimika toba na kulipa. Sawa sawa.